Samia Suluhu ajipata mashakani tena baada ya uchunguzi kuibua siri kubwa kuhusiana na mauaji yaliyofanyika nchini Tanzania hivi karibuni. Hujambo na karibu. Moshi wa mabomu ya machozi uliendelea kupaa juu ya anga la Dar es Salaam, Arusha na Mwanza. Mitaa iliyozoea kelele za biashara na magari yalibadilika kuwa uwanja wa mapambano kati ya raia na vyombo vya usalama. Oktoba tarehe 29 mwaka huu, Tanzania ilitetemeka, siku ambayo uchaguzi mkuu uligeuka kuwa jukwaa la vifo, ukimya na hofu. Sasa Umoja wa Mataifa UN umevunja ukimya, na katika taarifa kali iliyotolewa Novemba tarehe 11, mkuu wa haki za binadamu na Umoja wa Mataifa Volker Turk alieleza kuwa taasisi yake imepokea taarifa za kutisha kuhusu mauaji, utekaji na ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu uliofanyika katika wakati wa uchaguzi huo. Mamia ya watu wakiwemo waandamanaji na raia wasiokuwa na hatia wanaripotiwa kuuawa, idadi isiyojulikana ya watu wamejeruhiwa na wengine hawajulikani walipo. Na katika maelezo hayo, UN ilionyesha hofu kubwa kwamba baadhi ya miili ya waliouawa iliondolewa na vikosi vya usalama na kusafirishwa katika maeneo yasiyojulikana. Taasisi imesisitiza kuwa hali ya usalama iliyoendelea kuwa tete pamoja na kuzimwa kwa mtandao wa internet baada ya kura imesababisha kushindikana kuthibitisha kwa uhuru idadi kamili ya vifo. Mitaa ya Tanzania iligeuka kuwa kioo cha huzuni baada ya uchaguzi kumalizika. Wingu la hofu lilitanda kote nchini. Mitaa iliyokuwa imetawaliwa na matarajio ya kidemokrasia ya demokrasia mpya ilijaa mabaki ya maganda ya risasi, vilio vya familia na damu iliyomwagika bila sababu. Oktoba tarehe 29 ilianza kama siku ya kawaida ya kura. Watu walijitokeza mapema asubuhi wakiwa na matumaini kwamba sauti zao zingesikika. Lakini jioni ilipoingia, upepo wa matumaini ulibadilika kuwa dhoruba ya taharuki. Wakati matokeo ya awali yakianza kutangazwa yakionyesha ushindi wa Rais Samia Suluhu Hassan, maandamano yalilipuka katika miji kadhaa, wakazi wakipinga kile walichokiita uchaguzi wa hila. Kwa mujibu wa taarifa za UN, vikosi vya usalama vilijibu kwa nguvu isiyo ya kawaida. Mabomu ya machozi yalipiga kila kona, risasi zikavuma na watu waliokuwa wamejikusanya kwa amani wakatawanyika kwa hofu. Wengine hawakurudi nyumbani tena. Katika jiji la Mwanza, mama mmoja alizunguka hospitali 3 siku moja akitafuta mwanao wa miaka 19 aliyekuwa ametoka kushiriki maandamano. Na katika Arusha, jamaa walihesabu siku 3 mfululizo wakiwa kwenye lango la kituo cha polisi bila kupata taarifa zozote. Taarifa kutoka UN zilieleza kwa uchungu kwamba familia nyingi zimekuwa zikitembea kutoka kituo kimoja cha polisi hadi kingine, kutoka hospitali moja hadi nyingine bila mafanikio. Ni simulizi la taifa iliyogeuka kuwa kaburi la kimya. Wengine wakakamatwa lakini hawajafikishwa mahakamani, wengine hawajulikani waliko, wakidai wakiwa hai au wamefariki. Taarifa za ndani zinaonyesha kwamba baadhi ya miili ya waliouawa ilionekana ikibebwa na magari ya kijeshi kutoka mitaani na hospitali kisha kupotea, haijulikani walipozikwa. Katika taarifa yake, Volker Turk alitaka serikali ya Tanzania kutoa taarifa kamili kuhusu hatima ya maeneo yaliyofichwa miili ya waliouawa. Alisisitiza kwa familia zina haki ya kujua ukweli na kupokea miili ya wapendo wao kwa mazishi yenye heshima. Pia alitaka serikali kuachia mara moja viongozi wote wa upinzani waliokamatwa kabla na baada ya uchaguzi, wakiwemo Tundu Lissu na wafuasi wake pamoja na raia wote waliokamatwa kiholela. UN iliripoti kuwa zaidi ya watu 150 wamekamatwa tangu uchaguzi ulipomalizika, wakiwemo watu ambao wanadaiwa kushtakiwa kwa makosa ya uhaini. Taasisi hii imetaka wote waliokamatwa kufikishwa haraka mbele ya mahakama huru ili kubaini uhalali wa kesi dhidi yao. Taarifa hii imeweka wazi kwamba hatua za kisheria zisizo na msingi wa matumizi ya nguvu kwa raia ni ukiukwaji wa wazi wa haki za binadamu chini ya sheria za kimataifa. Tukio hili limevuka mipaka ya Tanzania. Nchini Kenya, familia ya mwalimu John Ogutu imeendelea kulia. Ogutu aliyekuwa akifundisha katika shule ya sekondari mjini Moshi anaripotiwa kuuawa siku ya uchaguzi.
Familia yake imetoa wito kwa serikali ya Rais William Ruto kusaidia kurejesha mwili wake nyumbani kwa mazishi. Kifo chake kimechochea hasira na maswali kuhusu ulinzi wa raia wa kigeni nchini Tanzania, huku mataifa jirani yakifuatilia kwa karibu hali ya usalama na haki za binadamu. Tukio hili limeweka alama ya giza katika historia ya siasa za Tanzania, na kwa muda mrefu taifa hili linatambulika kuwa ngome ya amani katika Afrika Mashariki, lakini picha ya polisi wakipambana na waandamanaji, risasi zikivuma mitaani na waandishi wa habari kufukuzwa kazini imeacha doa kubwa katika sura ya demokrasia ya nchi. Kuzima kwa interneti mara tu baada ya uchaguzi kuliongeza hofu. Mitandao ya kijamii ambayo mara nyingi hutumiwa na wananchi kuripoti matukio ya moja kwa moja ilinyamazishwa. Hii ilifanya iwe vigumu kwa mashirika ya kimataifa na waandishi wa habari kuthibitisha idadi halisi ya waliouawa na waliokamatwa. Hadi sasa hakuna idadi rasmi iliyotolewa na serikali kuhusu vifo au waliopotea. Vyombo vya habari vya ndani vimekuwa kimya na mashirika ya kiraia yanayojaribu kuchunguza yamekumbana na vitisho. Uchaguzi wa mwaka 2025 ulikuwa ukitarajiwa kuwa mtihani wa uthabiti wa kisiasa chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, na wakati akichukua madaraka mwaka 2021 baada ya kifo cha John Magufuli, Rais Samia aliahidi mageuzi ya kisiasa na kufungua anga la uhuru wa maoni. Lakini hali ilibadilika haraka kadri uchaguzi ulivyokaribia. Mazingira ya kisiasa yalizidi kuwa magumu. Wanasiasa wa upinzani walikamatwa, mikutano ilizuiwa na hofu ilitanda. Wakati kura zikipigwa, nchi ilikuwa imegawanyika, na kati ya wale waliotaka mabadiliko na wale waliokuwa wakitetea utawala uliopo. Matokeo ya mwisho yalionyesha ushindi wa Rais Samia ilionekana kuhalalisha nguvu za chama tawala, lakini yakaacha nyufa kubwa za kisiasa. Kwa mara nyingine, Tanzania ilikumbushwa maumivu ya siasa zisizo na uwazi. UN haikujizuia katika maneno, ilisitiza kuwa uwajibikaji ni lazima na serikali haina budi kuruhusu uchunguzi wa wazi, huru na wa kina juu ya vifo na ukiukwaji wa haki uliofanyika wakati wa baada ya uchaguzi. Pia ilikumbusha kuwa Tanzania ni mwanachama wa mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa unaolazimisha serikali kuheshimu haki ya kuishi, uhuru wa maoni na ulinzi wa kisheria kwa kila raia. Na kulingana na UN, hatua za sasa za Tanzania zinaweka doa kwenye historia ndefu ya taifa lililotambulika kwa amani na utulivu. Leo, wiki chache baada ya uchaguzi huo wa maafa, Tanzania bado iko katika hali ya ukimya wa hofu. Familia nyingi hazijazika wapendo wao, wengine hawajui waliko. Taasisi za dini, mashirika ya kiraia na watetezi wa haki za binadamu wanasema bila maneno kwamba taifa linaumia. Na katika baadhi ya maeneo kaburi la mtu mmoja linaweza kuwa limezika zaidi ya hadithi moja ya uchungu. Wengine waliuawa wakiwa mikononi mwa polisi, wengine walipotea baada ya kukamatwa, na wengine walijeruhiwa wakijaribu kuwalinda ndugu zao. Ni taswira ya taifa lililopoteza sauti yake, huku dunia ikisubiri kuona kama serikali itakubali mwito wa uchunguzi huru wa Umoja wa Mataifa. Hadi sasa UN imeweka wazi kuwa haitanyamaza, inataka majibu yanayohusu maisha mamia ya watu. Na kwa upande mwingine, jumuiya ya kimataifa inatazama kwa makini hatua itakayochukuliwa na Tanzania, taifa lililojenga sifa ya kuwa kisiwa cha amani na sasa likikabiliwa na tuhuma za umwagaji wa damu wa raia wake. Na nyuma ya takwimu, nyuma ya vichwa vya habari, bado wapo wazazi, ndugu na marafiki wanaoendelea kutafuta kila jina lililopotea. Ni hadithi isiyokamilika, na kila mwili uliofichwa ni ushahidi wa kimya na ukweli ambao bado haujasemwa. Kilio cha familia, hewa ya mabomu na wito wa Umoja wa Mataifa, vyote vinabaki kuwa alama ya wakati ambapo Tanzania ilijikuta ikipoteza roho yake katika kivuli cha demokrasia. Ni hayo tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, chaneli yako pendwa kwa uchambuzi wa kina. Kumbuka kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video hii, na vile gonga alama ya kengele ili ukipata alerts kila wakati tunapoweka video mpya.